takiwa kujenga nyumba za gharama nafuu ambazo zinafikiwa na watu wa vipato tofauti tofauti, kuweka miundombinu kwa ajili ya watu wenye mahitaji maalum, pamoja na kutengeneza ajira kwa watu wenye ujuzi na wasio na ujuzi, ili kukuza vipato na kupelekea uchumi kukua. Na hapa katika hili la gharama nafuu ndio kitu kikubwa ambacho lazima leo muondoke nacho. Awali mkurugenzi mkuu wa TBA Daudi Kandoro amesema hiyo ni bodi ya 6 ya wakala wa majengo nchini TBA tangu kuanzishwa kwa wakala huo miaka 24 iliyopita. Tangu kuanzishwa kwa wakala wa majengo Tanzania mwaka 2002 kumekuwepo na bodi 5, na hii ni bodi ya ushauri ya 6 ambayo wajumbe wake wote ni wapya isipokuwa katibu wa bodi. Bodi ya ushauri ya 5 ilimaliza muda wake tarehe 21 Novemba mwaka 2024, na hivyo wakala umekaa bila uwepo wa bodi kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, na muda wote huo TBA imekuwa ikiongozwa na katibu mkuu ujenzi mhandisi Aisha Amur kwa niaba ya bodi. Mafanikio ya hizi taasisi ambazo ziko chini ya ofisi ya msajili wa hazina, lakini pia chini ya wizara za kisekta kisera, yanategemea sana na uwepo wa bodi za wakurugenzi, bodi za ushauri ambazo ndio zinafanya kazi ya kusimamia hizi taasisi kwa niaba ya serikali. Kwa hiyo sisi kama serikali tutakuwa hatupo hapa, lakini bodi tunajua ipo kwa niaba ya serikali, ikihakikisha kwamba malengo ya kisera, lakini malengo pia yale ya kiutendaji, operations zote zinafanyika kadiri ambavyo ya malengo ambayo serikali imeyaweka. Katika hatua nyingine, Waziri Ulega ametembelea mradi wa nyumba za kupangisha zilizojengwa na TBA uliopo Masaki, Dar es Salaam ili kujionea maendeleo ya mradi huo. Mimi ni Esther Takwa, bila kumsahau mpiga picha ni Lovin Kifa, na hii ni Daily News Digital.